إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. كما قال تعالى في القرآن التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية. بإذن المولى اليوم نتذاكر عن أهمية يوم عرفة وصحته ومدته. الأول إكمال الدين. في هذا اليوم العظيم نزلت الآية الكريمة كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والثاني من أهمية يوم عرفة غفران الذنوب وتكفيرها. لغير الحاج يستحق صيام هذا اليوم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية. والثالث من أهمية يوم عرفة العتق من النار. يباهي الله عز وجل بعباده الواقفين على جبل عرفة ملائكة السماء، ويعد هذا اليوم أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عز وجل عباده من النار. فهذه من أهميات يوم عرفة وصحته ومدته. الحديث عن هنيدة بنت خالد عن امرأتها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، وهذه هي الأيام البيض. رواه أبو داود في سننه. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا رحمة نأماني وننتم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصي نفسي نيوصي nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu ni kuinasihi nafsi yangu
na kuzinasihi nafsi zenu katika kadhia ya kudumisha awamirullah azza wa jalla, katika kudumisha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi. Wala budda alaina an narudda shukran ilayhi, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yudabbiru alaina, kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia sisi waja wake. Ni shukrani kubwa, shukrani adhim, ambazo kwamba tunatakikana kuziregesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufikiwa na ayamu al-ashr, siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. في الجمعة الغامرة تحدثنا عن فضل أوائل العشر من ذو الحجة. Katika Ijumaa iliyopita tumezungumzia umuhimu wa siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Kasema umuhimu wake, ikhwata alkiram, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifia katika ahadithi mutawaffira, hadithi mbalimbali, hadithi nyingi, kwamba yaumu au ayamu al-ashr, awail al-ashr min Dhulhijja, siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, a'maluhu ahabbu ila Allah azza wa jalla, matendo yake ama hasanat katika hizi siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, ahabbu ila Allah, zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi yaumu Arafa, na katika siku hizi 10 ipo siku ambayo kwamba inaitwa yaumu Arafa, la yujadu fi sa'iri ashhuri, siku hii haipatikani katika siku zozote au mwezi aina yoyote ule, isipokuwa siku hizi zinapatikana katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu, siku 10 za kwanza, ambayo hii inakuwa ni 9 min Dhulhijja, inakuwa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Leo biidhnillah tunazungumzia ahmiyatuhu au ahmiyatu yaumu Arafa wa sihatahu wa muddatahu, umuhimu, ubora wa siku ya Arafa, umuhimu na fadhila na ubora ya siku ya Arafa, wa sihatahu wa muddatahu, na kusihi kwake ama muda wake uliopo, muda sahihi wa siku ya Arafa. Ikhwata alkiram, qabla an uwasila, kabla niendelee ndugu zangu katika imani, alaina an na'rifa anna al-islama mabniyun ala shay'ain, hatuna budi kufahamu na kuelewa ya kwamba al-Islam, dini yetu hii ya Kiislam, mabniyun, imejengwa bishaiaini au amraini, mambo mawili peke yake ndiyo mambo ambayo kwamba yamejenga dini yetu ya Kiislamu. Jambo la kwanza alkitabullah alkarim, jambo la kwanza ni Qur'an, kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani sunna au sunani nabii sallallahu alayhi wasallam as-sahiha, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kwamba yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahadha huwa al-Islam, huo ndio Uislamu. Fakulla shay'in alladhi tahta dinu al-Islam, kila kitu ambacho kwamba kiko chini ya Uislamu, jambo lolote ambalo kwamba liko ndani ya Uislamu, basi jambo lile ziko tafasilu, yako maelezo katika Qur'an, maelezo katika ahadithi nabii sallallahu alayhi wasallam as-sahiha, maelezo kutoka kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi zilizo sahihi. Ina maana gani ndugu zangu katika imani? Jambo lolote katika Uislamu hakuna ruhusa kwa mwanadamu yeyote ile
hata akiwa ni kiongozi, an yalbisa alhaqa bilbatil, hata akiwa ni kiongozi awe ataichanganya haki na batil, awe atachanganya ukweli na ule ambao kwamba sio ukweli. Hadha la yustahaqu fi lislam, jambo hili haliruhusiwi katika Uislamu. Maadamu Arafa ni katika masaili ya Kiislamu, tunarudi katika Uislamu ambao Uislamu ni Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Arafa, muda wa Arafa, Qur'anul Karim imezungumzia nini kuhusiana na muda wa Arafa? Kama hatutulipata katika Qur'an, turudi katika maelezo, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madha qala anna an yawm Arafa wa sihhatahu wa muddatahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza nini ama ameelekeza nini katika usahihi wa siku ya Arafa, muda wake yaumu Arafa, muda ambao kwamba ni sahihi katika Qur'an. Fahuna natakallamu an hadhihi almasail. Katika Ijumaa hii, ndugu zangu katika imani, tunazungumzia umuhimu wa hii yaumu Arafa ambao kwamba ipo katika siku 10 za kwanza za mwezi wa Dhulhijja, umuhimu wake, kisha tumalizie na usahihi wake katika Qur'ani au mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda wake sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni siku gani katika hizi siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Hapa hakuna ufundi ambao kwamba imamu au mashekhe wengine wanaweza wakaweka ufundi wao katika kile kilichobainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu afdalul khalqi ashyakh almashayikh, mbora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, sheikh mkubwa kabisa katika mashekhe katika ulimwengu huu, hakuna ambaye kwamba anafikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa muallimana, huwa habibana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiyo mwalimu wetu mkubwa, yeye ndio shekhe wetu mkubwa. Hakuna anayefikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala budda alaina an nagtanima ma qala an, hatuna budi sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika maimamu, katika mashekhe, tuzingatie kile ambacho kwamba kimezungumziwa na kuelekezwa na shekhe wetu mkubwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhan min ahmiyati yawm Arafa, katika umuhimu wa siku ya Arafa nitazungumzia nukta 3 kwa mukhtasari wa muda, lakini ahmiyatuhu mutawaffira, umuhimu wake siku hii ya Arafa ni nyingi sana. Awaluhuma ikmalu din, siku hii ya Arafa ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha katika Qur'ani kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amekamilisha dini yake ya Kiislamu. Fi hadha al-yawm al-azim, katika siku hii kubwa, siku ya Arafa, nazalat al-aya al-karima, imeshuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya tukufu. Anasema nini Allah tabaraka wa ta'ala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya hii katika siku ya Arafa, akisema ya kwamba siku hii au siku hii ya leo ya Arafa na siku zote za Arafa nimeiteremsha aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia dini yenu, dini ambayo kwamba ni ya Kiislamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nikawapatieni neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, nimewaridhia dini yenu ya Kiislamu. Hii ni siku ambayo kwamba inasifika, ni siku ambayo kwamba imekamilishwa dini ya Kiislamu kulingana na maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala,
alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hadhihi al-aya al-karima nazalat fi yawm Arafa. Aya hii imeshuka katika siku ya Arafa. Wathani, umuhimu wa pili wa siku ya Arafa, ghufranu adh-dhunubi wa takfiriha. Umuhimu wa pili wa siku ya Arafa ni kusamehewa madhambi. Kuna maghfira ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapatia waja wake katika siku hii ya Arafa, na yapo maelekezo ufanye nini ili upate huu msamaha uliowekwa katika siku hii ya Arafa. Lighairi alhaj yustahabu siyam hadha alyawm lima warada ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa wale walio na uwezo, siku hii watakuwepo katika jabal wasahatu Arafa, watakuwepo katika majabali na watakuwepo katika viwanja vya Arafa kule Makka. Lighairi alhaj, kwa yule ambaye kwamba hakupata nafasi ya kuenda Makka kwa ajili ya kufanya ibada tofauti tofauti, Uislamu umeuwekea mtu huyu yustahabu siyamu hadha yawm. Amependekezwa mtu huyu, amesisitiza mtu huyu aweze kufunga siku hiyo ya Arafa, aweze kufunga siku hiyo ya Arafa. Itamtosheleza na yale ambayo kwamba wale ambao kwamba watakuwa wamebahatika kuenda Maka kwa ajili ya ibada mbalimbali za siku hii ya Arafa. Ambaye ameshindwa kuenda katika ibada zile, amependekezwa au Uislamu umependekeza mtu kama huyu an yasum hadha al-yawm lima warada ani nabii sallallahu alayhi wasallam anna siyamihi yukaffiru dhunub as-sana al-madiya was-sana al-baqiya. Imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umuhimu wa siku ya Arafa, umuhimu wa siku ya Arafa umuhimu wa siku ya Arafa, anasamehewa mwenye kufunga siku hii ya Arafa as-sana al-madiya was-sana al-baqi, mwaka mzima uliopita na mwaka unaokuja, ani sarairi dhunub. Hapa atakuwa anasamehewa katika yale madhambi yake madogo madogo. Itatoshelezwa na somo yaumu Arafa. Kufunga tu siku ya Arafa inatosheleza mambo haya yote, madhambi yako yote madogo madogo yaliyopita mwaka mzima na yanayokuja mwaka mzima. Ukifunga siku hii ya Arafa ikhlasu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuna nafasi hii unasamehewa madhambi yako madogo madogo, yale ambayo kwamba ni ya mwaka uliopita na mwaka ambao kwamba unafuata. Wathalitha min ahmiyati yawm Arafa, na jambo la tatu katika umuhimu wa yawm Arafa, siku ya Arafa, al-itqu min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka mbali zaidi waja wake kutokamana na moto wake. Allah tabaraka wa ta'ala, hadhihi ahmiyatun min ahmiyat yawm Arafa. Imezungumzwa katika hadithi shatta tofauti tofauti kwamba aktharul yawm, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaepusha zaidi na kuweka mbali zaidi waja wake na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi yawm Arafa, hii siku ya Arafa. Hadhihi liqat almuhimmat an ahmiyat yawm Arafa. Hizi ni nukta, ndugu zangu katika imani, baadhi ambazo kwamba zinazungumzia siku ya Arafa. Kumalizia, wasihatahu wa muddatahu, usahihi wake hii siku ya Arafa
wa muddatahu, na muda wake ambao kwamba unatambulika katika Uislamu. Nikisema muda ambao kwamba unatambulika katika Uislamu ni muda ambao kwamba unatambulika katika Qur'ani, ama muda ambao kwamba unatambulika katika hadithi, maelekezo, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na lolote ambalo kwamba litakhalif, litapinga Qur'an au litapinga maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, fahadha kharij min yaum Arafa, hilo litakuwa liko mbali na siku ya Arafa. Wa asa an yafqada, na huyo ambaye kwamba ataleta ufundi wake awache kile kilichozungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na muda wa Arafa, asa an yafqada ma fi, wenda mtu kama huyo waliyadhu billah akakosa kile ambacho kwamba kimekusudiwa katika siku hii ya Arafa. Na kilichokusudiwa katika siku hii ya Arafa, ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala atupatie msamaha wake katika mwaka mzima unaokuja na mwaka mzima ambao kwamba umetangulia, fi saghairi adh-dhunub, katika madhambi madogo madogo. Alhadith an Hanida bint Khalid an imra'atiha an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu 9 dhil-hijja wa yawm 'ashra wa 3 ayyam min kulli shahr, rawahu Abu Dawud fi sunani. Hii ndiyo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha zaidi kuhusiana na siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahadithi ambazo kwamba zinadhihirisha uhakika wa siku ya Arafa, basi ni hadithi hii. Imethibiti kutoka kwa Hanida bintu Khalid, binti wa Khalid, an imraatiha, kutoka kwa mke wake, an baadhi azwaji nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa baadhi ya wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, kwamba wamesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu 9 dhil-hijja wa yawm 'ashra wa 3 ayyam min kulli shahr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga 9 dhil-hijja, siku ya 9 ya mwezi wa Dhul-Hijja, wa yawm 'ashra. Yawm 'ashra ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram katika ashhurul hurum, miezi mitukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm 'ashra, kila siku ya 10, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, ambao huu ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Hapa alikuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga 3 ayyam min kulli shahr, siku 3 za kila mwezi, ambazo siku hizi zinaitwa ayyam al-bidh, siku nyeupe, tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15 katika kila mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada hii. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Hadithi hii imepokelewa na Abi Dawud katika kitabu chake, kwa sababu ashhurul kutub ahadith, vitabu ambavyo kwamba vinajulikana zaidi na viko na hadithi nyingi sahihi, basi miongoni mwao ni sahihu Bukhari wa sahihu Muslim wa sunanu at-Tirmidhi wa sunan Abi Dawud wa sunan Nisa'i wa sunan Ibn Majah. Hadithi hii ipo katika sunan Abi Dawud kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akifunga siku ya 9
ya mwezi wa Dhulhijja, na siku hii ndiyo siku ambayo kwamba imesifika kwamba ni siku ya Arafa. Nikisema hivi ndugu zangu katika imani, kitu ninakimaanisha katika ulimwengu mzima huu hakuna ruhusa katika Uislamu, kwa sababu nimesema hamna shekhe kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamna mwalimu anayemfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulimwengu huu. Na katika Uislamu tunaangalia Allah tabaraka wa taala amesema nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha nini katika yale masala. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwamba alikuwa akifunga kila siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo ina maana atakayefunga siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, hii iko nje na mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarehe 1 mpaka tarehe 9, hizi ndio siku ambazo kwamba kuna sunna ya kufunga, na hii siku ya 9 alokuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile sunna, katika zile funga za sunna, mojawapo Mtume alikuwa akifunga siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Bimaana akiwa anafunga siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni yaumul Eid wa 3 ayyam mutawaliyat kullaha ayyam at-tashriq, na siku 3 zote zinazofuata Uislamu zinautambua kama siku za kuchinja, siku za ibada ya kuchinja. Hizi zinaitwa ayyam at-tashriq. Kwa hivyo siku ambayo kwamba ni ya Eid, sio ruhusa Muislamu kufunga siku hiyo. Ikiwa siku ni siku ya Eid, Muislamu unapata wapi nguvu ya kufunga siku ya Eid, siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ameharamisha kufunga katika yaumul Eid, siku ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha saumu katika siku ya Eid. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani yake, ikiwa sisi tunataka kufaulu, tushikamane na mambo matatu, wala tusifatane na mawazo, tusifatane na mapenzi ya nafsi zetu, kwamba sisi masala katika Uislamu yamezungumzwa katika njia fulani, lakini watu fulani au maimamu fulani hao wenyewe waone ya kwamba kile ambacho kwamba watakipanga ndicho wakifanyie kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, Allah tabaraka wa taala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Enyi mlioamini, mtiini Allah tabaraka wa taala, mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam, watiini wale ambao kwamba ni ulil amri minkum, viongozi wenu. Haya ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio mwanachuoni, la. Allah tabaraka wa ta'ala anasema mtiini Allah, mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam na viongozi wenu. Lakin la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Ruhusa imepewa ya kwamba hamna ruhusa ya kumtii kiongozi katika jambo ambalo kwamba ni la maasi, jambo likiwa linapinga Uislamu. Wewe maamum, wewe unayemfuata imamu wako akikuamrisha jambo ambalo kwamba linapinga Qur'ani ama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu umekuweka huru mtu kama huyo, imamu kama huyo, usimfuate katika jambo hili. Atiu Allah wa atiu Rasul
wa ulil amri minkum, mtiini Allah, mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam na viongozi wenu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kisha mkiwa mtapata mzozo katika jambo lolote katika dini, farudduhu ila Allahi wa rasul, jambo lile lipelekeni kwa Allah na kwa Mtume. Na kama ni hivyo, ni kwamba jambo lile liangaliwe katika Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamna ruhusa ndugu zangu katika imani, sio Eidul Fitri, sio Eidul Adha. Siku zote hizi ni haramu kwa Muislamu kufunga siku ya Eid. Yaumu Arafa, siku ya Arafa, ndugu zangu katika imani, kama ilivyothibiti katika mwezi au muandamo wa mwezi wa Dhulhijja, kama ilivyothibiti yaumu Arafa, siku ya Arafa biidhnillah itakuwa katika tarehe 26. Tarehe 27 tutakuwepo katika Eid. Tarehe 26 ndio itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Na hapa kama nilivyozungumzia, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 9 Dhulhijja, alikuwa akifunga siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, ambaye atafanya tofauti na hivyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahadha kharijun fi haqi, jambo hilo liko nje na haki katika Uislamu. Ikhwata alkiram, nas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. فهذه أهمية يوم عرفة وصيحته ومدته. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.